Ni ndani ya familia moja anafika hadi Wakari pamoja na familia yake. Lengo ni kuja kumwangalia bimdada Richa, na endapo akipendana basi achukue jukumu lingine la kufunga ndoa. Jamaa alikuwa ni daktari kwenye dispensari ya familia, lakini bimdada Richa naye ni msomi, japokuwa kimaisha anahitaji dancing ndio iweze kumtoa, na yeye pamoja na kikundi chake bwana alikuwa na video za kutosha kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia bimdada alikuwa na kipaji kikubwa sana cha kudensi. Sasa bwana hadi Wakari pamoja na bimdada wakawa wanapiga mastori ya hapa na pale, lakini pia kukutana mara kwa mara na hatimaye wakatokea kupendana. Familia hawakuwa na kipingamizi chochote zaidi ya kuandaa tukio hili, na hatimaye leo ndoa inapita. Furaha ilikuwa ni pambe sana na bimdada anaenda ndani ya familia mpya. Halo, basi familia hii bwana alionekana kumkubali sana bimdada. Kila mmoja alikuwa anamlisha, lakini pia mchizi. Kila ambavyo alikuwa akimtazama bimdada, tabasamu lilikuwa ni pambe kweli kweli. Basi siku huu kwanza bwana, siku ya kula chakula cha kiutu uzima, bimdada akajipiga marashi vizuri. Mchizi baada ya kuingia humu ndani, Bishosti akajiandaa vizuri akidhani ya kwamba jamaa atakuwa romantic kweli kweli, lakini anamweleza bimdada, huu upande ulioketi ndio mimi huwa ninalala. Lakini pia muuni akazima taa kisha akapanda kwa bimdada na kuweza kumaliza kila kitu. Halo, asubuhi na mapema anaelekea jikoni, anamkuta mama mkwe akiwa anashughulika anaweka blender, lakini mama mkwe anamweleza kwamba ndani ya hii nyumba mzee mzima hahitaji chakula chochote kipite kwenye blender, lakini pia hata rice cooker hairuhusiwi. Mzee huyu daktari wa zamani anasema ya kwamba kutumia vitu vya umeme vinaweza vikaleta bakteria kwenye chakula. Halo, mama wa mji yeye kazi yake huwa ni kusaga kila kitu kwa mkono, yani yalikuwa ni mateso kweli kweli, lakini yeye kimtindo alikuwa ameshazoea. Lakini pia hata chakula jinsi ambavyo kilikuwa kinakamatiliwa bwana, kilikuwa kinashikwa kwa uangalifu mkubwa. Hata mboga za majani zilikuwa zinaoshwa kwa uangalifu usiokuwa wa kawaida. Sasa hebu ngoja kwanza nikupe sifa kidogo za huyu baba mkwe bwana. Asubuhi na mapema mama ndio huwa wa kwanza kuamka, anatoa viatu vunguni, anamwekea sawasawa, kisha anamwekea maji ya kunywa. Mzee alikuwa jigusi, hata mgongo wake alikuwa upindishi kuweza kuchukua viatu kwenye draw. Lakini pia mzee huyu mfumo wa maisha yake hapa nyumbani ulikuwa ni mgumu sana. Hata vitu vya thamani ambavyo mama huyu alikuwa anavivaa wakati wa mchana, ikifika wakati wa usiku basi huwa anampatia mume wake anavifungia kwenye kabati. Halo, hayo ni maisha baba mkwe ambaye ametengeneza mazingira magumu sana ndani ya hii familia, kwani hata mama naye ukimtazama tu unaona ya kwamba hana furaha kabisa. Lakini pia ndani ya hii familia wanaume ndio huanza kula, na baada ya wao kuweza kushiba basi wanawake hawa huwa wanakula yale ambayo yalikuwa yamebakizwa na wamezao. Halo, hii ni hatari kweli kweli. Bimdada huyo bwana kwa kuwa alikuwa ni mgeni, mambo mengi ambayo alikuwa anafanyika hapa alikuwa anayaona tu ya kawaida, na aliona ya kwamba huenda akajifunza na kuweza kuyamudu. Halo, mama mtu leo bwana anaongea video call pamoja na binti yake ambaye alikuwa yuko mbali kidogo na huu mji. Anamweleza mama yake ya kwamba nimemisi sana kula chakula chako, hivyo ninaomba uje unitembelee. Mama anasema kazi za hapa nyumbani ni nyingi sana, lakini Richa akamweleza mama mkwe wake, wewe nenda tukamtembelee binti yako, nami nitaweza kufanya kila kitu hapa nyumbani. Halo, mama huyu ikabidi amfundishe Richa kupika baadhi ya vyakula ambavyo vilikuwa vinapendwa sana na hii familia, na baada ya kuimaliza hii kazi leo anafungasha mizigo yake na kwenda kumtembelea binti yake. Halo, Richa akajua huu ni utawala wa manyani, kumbe ulikuwa ni utawala wa siafu bwana. Siku ya kwanza asubuhi na mapema mbio mbio bimdada akaanza kuandaa vitu, kipindi ambacho alikuwa anaandaa mchanganyo wa pilipili bwana. Kwa bahati mbaya akashika uso wake na kuanza kuwashwa. Bimdada akaamua kwenda kutumia mashine. Baba mkwe akaanza kuinua na kijiko, lakini pia moja kwa moja akamweleza bimdada, kwa nini haujasaga kutumia mikono? Dada akajitetea, lakini kimtindo baba mkwe ukimtazama tu alisha mind. Lakini pia hata kwa upande wa mume naye anamweleza mke wake hahitaji chapati bali anahitaji fuluka. Halo, yani chapati fulani ambayo imechomwa kwa kutumia moto. Halo, dada hapa bwana ilikuwa ni fulu kupishana, huyu anamwagiza hiki na huyu anamwagiza kile. Halo, yani muda wa chai tu ameshachoka hoi na mume. Kipindi ambacho alikuwa anaelekea kazini anamfuata mke wake na kumweleza, hakika ninapenda sana harufu yako ya jikoni. Halo, basi bimdada bwana akaweka mziki na kuanza kusikiliza huku akifanya kazi zake. Lakini kwa huku upande wa baba mkwe, mzee asiyekuwa na aibu bwana hata kutoa viatu kwenye kabati akawa anamuita bimdada ili aweze kumtolea, na baada ya kuita bila kuwa na majibu yoyote kutoka kwa bimdada akaelekea upande wa jikoni na kumkuta akiwa anacheza mziki. Anamweleza bimdada, zingatia pale ninapokuwa ninakuita. Lakini pia hata wakati wa kula chakula cha mchana akawa anamweleza mwanadada ni kwa nini ametumia rice cooker kuweza kupika biriani. Halo, mwamba anamweleza mwanadada yeye anahitaji chakula chake kiwe kinapikwa kwenye moto, yani kiwe kinaiva kwa moto mdogo mdogo
kidogo kabisa. Halo, hii ni hatari. Lakini pia baba mkwe akaamua kumpigia simu mke wake na kuweza kushtaki mambo yote ambayo alikuwa yanatokea hapa nyumbani. Diwakari baada ya kurudi wakati wa jioni anaelezwa na mke wake, bwana, kuna biriani ya kutosha, lakini muuni anasema ya kwamba yeye hahitaji biriani bali anahitaji mke wake ampikie fuluka. Halo, bimdada siku iliyofuata kwa kutumia video za YouTube akafanikiwa kupika biriani iliyokuwa pambe kweli kweli, lakini baba mkwe baada ya kula uso wake ulionyeshwa kuto kuridhika kabisa na chakula kilichopikwa na bimdada, lakini pia hata mme wake naye bwana, chakula alichokuwa kapelekewa mchana kilikuwa kimerudi kikiwa vile vile. Halo, Bishoti marafiki zake ambao alikuwa anacheza nao zamani bwana, kwa sasa alikuwa anampigia sana, anamweleza mwanadada basi huo unakuja hata mara moja kuweza kututia joto, ikiwemo rafiki yake mmoja ambaye naye alikuwa ameshaolewa, lakini rafiki huyu yeye bwana alikuwa anaishi vizuri sana na mume wake, yani walikuwa wanashirikiana kweli kweli. Dada baada ya kuwa anapigiwa simu mara kwa mara na huyu rafiki yake bwana, leo akaamua kumbloku, kwani kwa mazingira ya nyumbani kwao aliona kabisa swala la kuweza kutoka itakuwa ni kipengele. Lakini pia hata kwa upande wa jikoni bimdada anagundua kuna bomba moja ambalo lilikuwa linavujisha maji, anaenda kumweleza mme wake aweze kumwita fundi kwa kuweza kurekebisha hapa, lakini muuni alikuwa anampotezea bimdada, utadhani kama vile alikuwa hasikii chochote. Kiufupi bwana, bimdada mambo yalishaanza kuwa magumu, kwani hata tendo la ndoa alikuwa haenjoy kabisa. Kipindi cha tendo bimdada alikuwa uso wake anaweka pembeni, ishara ya kuonyesha muhuni alikuwa mpeleki popote mwanadada. Halo, leo baba mkwe anamweleza bimdada asije akafulia tena nguo zake kutumia washing machine, kwa sababu kuna baadhi ya uchafu huwa hautoki, hivyo aende akaifue kwa mkono. Halo, leo mwanadada anamweleza mme wake bwana, kwa sasa yupo katika mzunguko wake. Mwamba anashangaa sana, kwani anamweleza mbona amejitahidi sana kupambana ili bimdada ashike ujauzito, lakini pia anamweleza mwanadada ya kwamba kuanzia siku hii ya leo mpaka siku ambayo utamaliza huo mzunguko hautaruhusiwa kuingia ndani ya jiko, kwani familia hii walikuwa wanaamini mwanamke akiwa kwenye hiyo hali jikoni anaweza akaleta mabalaa. Halo, basi bwana akaleta mwanadada mmoja ambaye naye huwa anasaidia hapa kazi za nyumbani. Bimdada huyu alikuwa na binti yake mmoja wa kike ambaye alikuwa na urafiki mkubwa sana na Richa. Huyu mwanadada anamweleza mtaalamu wetu Richa kwamba hii familia alishawatafutia wafanyakazi kibao, lakini kila mfanyakazi anayefika ndani ya hili eneo huwa anaacha kazi mwenyewe, kwani baba pamoja na mtoto bwana tabia zao hakika zimekithiri. Halo, leo wakati wa madiko mume wake anamweleza mwanadada hakika hiki chakula hakifikii kabisa utamu wa chakula ambacho huwa anakipika bi mkubwa. Halo, bimdada akaishia tu kumwangalia, lakini leo anaeleza anahitaji kwenda kufanya kazi ya kufundisha kwenye shule iliyopo karibu ndani ya hili eneo, lakini baba mkwe anamkataza na kumweleza swala la yeye kwenda kufundisha watu jinsi ya kucheza mziki haiendani kabisa na tamaduni za hii familia. Lakini pia anamweleza bimdada yeye kazi yake kubwa ni kumchukulia uangalifu Diwakari, achukue mfano kutoka kwa mama mkwe wake. Mama yule ana PhD kwenye masuala ya uchumi, lakini yupo jikoni anakatakata vitunguu. Yeye ni nani aruhusiwe kwenda kufanya kazi, tena kazi yenyewe ya kufundisha watu kucheza? Halo, dada akalegea, ikabidi arudishe viatu na kwenda kuendelea na kazi za jikoni. Leo anakuja mpwa wake na mtaalamu wetu Diwakari baada ya kuweza kufika hapa pamoja na familia yake. Ebana, kila mwanafamilia akamwagiza chai ambayo ilikuwa na testi tofauti, yani chai hizi ilikuwa inatakiwa kila moja iweze kupikwa peke yake. Wadau walikuwa wanaagiza utadhani wako hotelini. Bimdada akajitahidi sana kuandaa, wakati analeta anakuta waungwana wakiwa wanapiga gambe, wanamweleza muda wa chai umeshapita, kwa sasa hawana tena hamu ya kunywa hiyo chai. Halo, lakini pia mpwa wake na Diwakari anasema ya kwamba siku hii ya leo yeye pamoja na huyu ndugu yake watafanya kazi ya kupika chakula cha jioni. Hakika wahuni walichokifanya humo jikoni utadhani ulikuwa ni uwanja wa kivita, yani uchafu ulikuwepo katika kila eneo, na hakika bimdada aliumia sana. Lakini leo akapata mtoko yeye pamoja na mume wake kwenda sehemu ambapo alikuwa anaishi rafiki yake, rafiki huyu ambaye alikuwa pia ni patina wake katika kudensi. Baada ya kufika hapa stori zikawa ni nyingi sana, lakini Diwakari alivyoinuka kuhitaji kuchukua sahani na kuzipeleka jikoni, bimdada akaropoka na kumuuliza kumbe huwa una uwezo wa kuchukua sahani na kupeleka jikoni, mbona nyumbani huwa haunisaidii chochote? Halo, Richa anasema shosti yangu bwana, huyu pamoja na baba yake wao kazi yao huwa ni kwenda tu mezani na kuweza kupakia, na wakisha maliza wanaondoka, wanaacha kila kitu pale pale. Halo, kauli hizi zilimfanya Diwakari kumnunia sana bimdada, lakini mwanadada akawa anambembeleza mume wake huku akiwa anamuomba msamaha. Mchizi akaamua kumsamehe mwanadada, lakini pia akaamua kupanda juu yake
yake na kuweza kupiga vitu, lakini hii ilikuwa inaonyesha kabisa mwanadada alikuwa haridhiki wala hapati chochote. Halo, Richa leo anamvulia uvivu mume wake na kumweleza kitu ambacho huwa anamfanyia sio kizuri. Inakuwaje yeye kila siku huwa anampandia tu wala hakuna mlainisho, lakini pia akimaliza haja zake anashuka chini na kumwacha bimdada akiwa ana hamu zake. Halo, Mwamba na maindi sana na kumweleza mwanadada kwanza ananuka harufu ya mapishi ya jikoni, lakini pia soda yake kwa sasa imepoteza nuru, hebu akajiangalie kwanza kwenye kioo. Halo, leo anafika shangazi anaitwa Gudu. Huyu ni mtaalamu wa mapishi na ndiye aliwahi kumfundisha mapishi mama yake mkwe na bimdada Richa. Hivyo baada ya kufika hapa, baba mkwe alifurahi sana na kumweleza shangazi, hebu leo tupikie kile chakula chako ambacho huwa ni kitamu kweli kweli. Halo, Richa aliumia sana baada ya kumwona mume wake pamoja na baba yake mkwe wakiwa na enjoy sana chakula ambacho kilikuwa kimepikwa na anti. Baba mkwe anasema, hebu shangazi mfundishe huyu binti jinsi ya kupika chakula kitamu kama hiki. Halo, Richa akajitahidi kuweka ukaribu na anti. Leo akafanikiwa kumwonyesha video zake kwenye mtandao wa kijamii zikimwonyesha kidensi pamoja na marafiki zake, lakini huyu anti akaenda kumwonyesha baba yake mkwe. Kitu hiki ikamfanya Diwakari kwenda kumwakia sana mke wake na kumweleza kwamba anamtia sana aibu, hivyo anamwomba afute video zake zote zilizopo kwenye mtandao wa kijamii. Halo, Richa anamkazia mume wake na kumweleza hataweza kufanya jambo kama hilo, yeye yale ndiyo maisha yake. Halo, anti baada ya kumaliza shughuli iliyo mleta anaondoka, na leo ilikuwa ni sherehe ya kuweza kukumbuka kuzaliwa kwa mzee mwenye nyumba. Watu mbalimbali walifika ndani ya hili eneo na keki kakatwa pasina bimdada kuweza kuitwa wala kukaribishwa. Kiufupi, bimdada ndani ya hii nyumba alikuwa anaishi utadhani mfanyakazi ambaye alikuwa hapewi malipo yoyote zaidi ya chakula. Lile bomba ambalo Diwakari alikataa kulitengeneza lilikuwa bado linadondosha maji, na bimdada kwa sasa chini yake alikuwa ameweka ndoo, lakini pia alikuwa na mawazo ya kutosha. Kwanza kabisa mchana kutwa alikuwa anashinda akipigika, lakini pia hata wakati wa usiku badala afutwe machozi Mwamba yeye alikuwa tu bado anamwongezea machozi. Halo, hakika hii ilikuwa ni huzuni sana. Sherehe ikiwa inaendelea, bado mambo yakiwa ni pambe kwelikweli bwana. Kila mwanaume akawa anahitaji kinywaji ambacho kilikuwa kina ladha tofauti. Muungwana akaagizwa kuja kutoa oda kwa bimdada, lakini Richa kwa sasa alikuwa na mawazo kwelikweli, hivyo haya maagizo hakuweza kabisa kuyazingatia. Mpoa wake na mtaalamu wetu Diwakari akawa anacheza mziki katika staili za bimdada, kisha akamwambia Diwakari ya kwamba hakika mkeo video alizo-upload mitandaoni staili zake za kucheza ni pambe kwelikweli. Mwamba akamfuata mwanadada na kuanza kumwakia, anamweleza ni kwa nini hajafuta video zote alizomweleza, kitu ambacho kimepelekea yeye kuanza kuaibika katika shughuli hii muhimu ya familia. Muungwana aliwaka sana, lakini pia akamweleza mwanadada apeleke vinywaji ambavyo alikuwa ameagizwa. Halo, dada kwa hasira akachukua ile maji machafu ambayo alikuwa anadondoka kwenye lile bomba akajaza kwenye glasi na kupeleka waungwana. Baada ya kutumia, Diwakari anakuja mbio mbio huku anawaka, lakini mwanadada akamwagia maji machafu ambayo alikuwa imebaki. Halo, Richa anaondoka ndani ya hili eneo huku akiwa anadondosha machozi, mateso pamoja na manyanyaso ndani ya hii familia. Hakika alikuwa ameachoka sana, lakini pia akawa anajiuliza mama mkwe wake amewezaje kuvumilia hawa viumbe. Mama mtu anamshauri Richa arudi kwa mume wake, lakini bimdada alikataa kabisa ushauri na kuamua kuendelea na maisha yake ya kudensi. Na kwa sasa bimdada maisha yake alikuwa yako super kweli kweli, kwani alishakuwa superstar na kwenda kufanya show maeneo mbalimbali. Halo, lakini huku upande wa pili kwa mtaalamu wetu Diwakari, naye bwana kwa sasa alikuwa na mke mpya, naye huyu bimdada alionekana hakuwa na furaha, lakini hatambui kwamba hapa amepanda mtumbwi wa vibwengo. Halo, bana, hii familia sidhani kama mbongo yoyote ana uwezo wa kuivumilia. Ama wanadada mnasemaje? Mnaweza mkatoboa kweli kwenye hii familia? Hebu nipate mawazo yenu hapo kwenye comment box bwana. Hapa ndo nafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.